Majeraha ni mengi sana yanayojitokeza pindi mechi zinavyochezwa. Na tukiangalia zaidi sana ni kwenye hususan ni majeraha, hizi injuries. Kuna baadhi ya maeneo hayo ni rahisi sana kuweza kujitokeza hayo majeraha. Moja ni kwenye mabega, injury huwa zinaweza zikajitokeza. Pia vile vile kwenye miguu. Na pia vile vile inaweza ikajitokeza kwa kuwa kunakuwa na intensity kubwa ya wale wachezaji kukimbia kwa muda mrefu. Inawezekana mtu akadondoka kutokana na ile intensity ya mazoezi aliyokuwa anafanya, na baada ya hapo moja kwa moja huyo mchezaji anaweza akapoteza fahamu. Aidha wanacheza wakagongana, au mtu akamchezea rafu mwenzie akamkanyaga na kiatu, alipomkanyaga pale ile sehemu anaweza akamsababishia kuweza kupata majeraha ambao yanaweza kusababisha damu iweze kutoka. Kwa hivyo vitu vyote hivyo ni muhimu tukaweza kuvijua, kwa sababu tunaangalia maisha ya mtu, na ndio maana kunakuwa na red card ama kuna ile yellow card. Zile zipo kwa sababu ya kuweza kwanza kuheshimisha kwamba usimchezee mwenzako vibaya. Huu ni mchezo mzuri ambao kuleta furaha ya kiungwana. Usicheze vibaya. Kwa ndio maana kunakuwa na ile yellow card pamoja na ile red card. Red card mtafsiri yake kwamba wewe bana kulingana na huu mchezo unaocheza huu utasababisha hali za afya za wenzio zisiweze kuendelea kuwa vizuri. Kwa ndio maana unapewa ile red card.